Akili mnemba AI iliyotengenezwa na kampuni ya Kimarekani ilitumika katika operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran Februari 28 mwaka 2026 na kupelekea kifo cha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sehemu kubwa ya uongozi wa ngazi ya juu wa Iran ilipouawa, Wamarekani wakadhani huo ndio mwisho wa vita, kwamba amani itatawala. Hawakujua kuwa mfumo wa jeshi la Iran ni wa tofauti kabisa na majeshi mengi. Ndio maana siku 3 baadaye Iran wakaendeleza mashambulizi kujilinda, huku vita ikiwa ndio kama imeanza. Waziri wa mambo ya nje wa Iran akasema kwa mashambulizi yanayofanywa na Iran sehemu mbalimbali, amri haitoki sehemu moja, kitu ambacho kimewachanganya wengi kabisa. Ayatollah Khamenei alikuwa ni kiongozi ambaye alichukulia kwa umakini mkubwa sana suala la usalama wake, kufuatia mauaji ya viongozi kadhaa wa washirika wake, pamoja na vitisho alivyokuwa anapokea moja kwa moja kutoka Israeli na Marekani. Kuna wakati alikuwa anatumia maeneo ya siri yenye ulinzi mkali na ngome zilizo chini ya ardhi, lakini pia ili kupunguza uwezekano wa kudukuliwa na majasusi wa Israeli au Marekani na kupelekea mipango yao ya siri kuvuja, hakupendelea sana kutumia simu za mkononi kufanya mawasiliano na viongozi wa kijeshi. Badala yake, alitumia njia ya zamani zaidi iliyopendwa sana na watawala wa zamani wa China, kutumia wajumbe wa kuaminika ambao wanachukua taarifa kwa mzee na kuwapelekea makamanda kwa mdomo. Lakini kumbe wakati huo huo majasusi kutoka magharibi walikuwa wanafuatilia kwa ukaribu sana nyendo zake kwa muda mrefu, wakabaini mifumo yake ya maisha na maeneo aliyokuwa anapendelea kukaa wakati wa mchana. Hatimaye Februari 28, kiongozi huyo akiwa ofisini kwake na viongozi wengine wa usalama wakiwa majengo ya jirani, ndipo Marekani na Israel wakaona hiyo ni fursa ya kuwasambaratisha kwa pamoja. Operation Epic Fury ikafanyika. Sasa ingawa Rais Donald Trump alitangaza kuwa kampuni iliyotengeneza akili mnemba ya cloud kuwa ni hatari kwa usalama wa taifa la Marekani na akaamuru serikali iache mara moja kuitumia, ripoti nyingi zinasema kuwa jeshi la Marekani, hasa kamandi kuu ya jeshi la Marekani, yani US Central Command, liliendelea kuitumia AI ya cloud wakati wa operesheni hiyo, kwani cloud ilikuwa tayari imeunganishwa ndani ya mifumo ya siri ya Pentagon tangu mwaka 2024 na ilikuwa ni AI pekee ya kiwango cha juu iliyoruhusiwa kwenye mifumo ya siri. AI hii ilifanya kazi ya kutambua target, yani target identification, ambapo ilichambua picha, video na data zilizokuwa zinaingia in real time ili kuweza kubaini maeneo muhimu kama bunkers bila kumpa nafasi adui kugundua. Lakini AI hii pia ilifanya simulations za kivita, yani iliendesha mifano ya mashambulizi, ilisaidia kuchakata taarifa tofauti tofauti na kutoa mapendekezo ya haraka. Yani kwa kifupi, mifumo ya kiteknolojia ilikuwa inasomana na ilisaidia hiyo kamandi kuu ya jeshi la Marekani kufanya uchambuzi wa kijasusi kwa wakati in real time. Kutokana na hasira ya Ayatollah na makamanda wake kuuawa, Iran ikaanza kufanya mashambulizi kulenga maeneo ya kijeshi au ya kimkakati tu, ili mradi yanahusishwa na Marekani pamoja na Israeli. Zimeshambuliwa kuanzia ngome za jeshi la Marekani hadi meli za mafuta huko Oman. Iran ikafanya mashambulizi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ikaendelea, na hapo sasa ndipo wengi wakajiuliza, kama makamanda wa jeshi wameuawa, nani anatoa amri ya mashambulizi yote haya yanayoendelea? Wakati wanakuna vichwa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akatangaza kuwa kulipua meli za mafuta hayakuwa maelekezo kutoka serikalini, bali kila kikosi cha kijeshi kinafanya maamuzi yake yenyewe bila kusubiri amri kutoka kwa kamanda mmoja, mfumo unaoitwa Mosaic Defense, mfumo unaohakikisha kuwa
wanajeshi wa Iran wataendelea kuipigania nchi yao hata kama viongozi wake wote wameuawa. What happened in Oman was not our choice. We have already told our army armed forces to be careful about the targets that they choose. As a matter of fact, our military units are now in fact independent and somehow isolated, and they are acting based on instructions, general instructions given to them in advance. Kama alivyosema Waziri Abbas ni kwamba jeshi la Iran, hususan jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, limegawanywa katika kanda za kijeshi. Kila jimbo lina kamandi yake ya IRGC ambayo ina uwezo wa kufanya maamuzi, kupanga mashambulizi bila kusubiri amri kutoka makao makuu. Kila kikosi kina mamlaka ya kupigana peke yake kulingana na mazingira ya eneo lake, ikimaanisha kikosi cha jeshi kilichoshambulia meli za mafuta huko Oman kilijiamulia chenyewe, kwa sababu wao ndio wanafahamu vizuri mazingira yanayozunguka kikosi chao. Lakini pia Iran wana wanamgambo wa kujitolea walioenea kila kijiji, jambo ambalo linafanya iwe vigumu kudhibiti eneo lote. Lakini bila kusahau kwamba Iran ina washirika wake waaminifu walio nje ya Iran kama Hezbollah Lebanon na Houthi wa Yemen. Kwa ujumla wake, huu ni mfumo ambao kusambaratisha kwa pamoja ni ngumu. Nguvu wanayoonyesha Iran inawashangaza wengi. Inaonyesha jinsi gani ilivyojasiri wa kutoogopa mataifa hayo ya Mashariki ya Kati kuungana na Marekani na Israeli kwenye vita. Na nchi zinazoendelea kushambuliwa na Marekani kama Saudi Arabia, Bahrain, Qatar zinakutana na changamoto. Kwanza, mifumo ya ulinzi wa anga ya kutungua makombora, interceptors, inazidiwa. Kwamba Iran ikiendelea kushusha mvua yake, hizo interceptors zinazozuia makombora uwezekano upo wa kuisha. Na kama walikuwa na mzigo ambao ungezuia mashambulizi kwa siku 40, duru zinasema kuwa kutokana na hali ilivyo, mzigo unaweza ukaisha ndani ya siku 20. Halafu unajikuta Mwajemi Iran bado ana mzigo wa kutosha. Ni balaa. Na ndio maana mataifa mengine ya Ulaya kama Uingereza yanaona kuingia kichwa kwenye hii vita aliyoianzisha Trump na Benjamin Netanyahu sio jambo la busara. Wapo wanaouliza kwamba mbona Iran inashambulia Waarabu wenzao. Nikwambie tu kwamba wa Iran sio Waarabu, bali ni Waajemi, wa Persia, na wao wanaongea lugha yao ya Farsi, Kiajemi na sio Kiarabu. Na kulingana na takwimu zilizo wazi, 85 mpaka 90 ya Waislamu duniani ni dhehebu la Sunni, iliyobaki ni Shia. Nchi nyingi za Kiarabu, waumini wengi ni wa dhehebu la Sunni, wanaoamini kuwa kiongozi anapaswa kuchaguliwa na jamii kulingana na uwezo. Wao walimchagua Abu Bakr, rafiki wa karibu wa Mtume Muhammad, rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Kwa Iran, 90% ya Waislamu ni Shia. Wao wanaamini kuwa uongozi wa Kiislamu ulipaswa kubaki ndani ya familia ya Mtume Muhammad, rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Na Iran huwa inasapoti wa Shia popote duniani. Ingawa mataifa mengi ya Kiarabu hayasimami na Iran, spirit ya Iran bado iko juu. Wao wanasema dola ya Uajemi, Persian Empire, ilijengwa zamani, miaka mingi, na ina umri wa zaidi ya miaka 2500. Haiwezi kutikiswa na Marekani yenye umri wa miaka 250. Hiyo ndio Iran inaendelea kujitetea. Nimalize kwa sentensi moja maarufu na ibaki akilini mwako. Ni ya Kimombo na nakuacha uitafsiri mwenyewe. Inasema, Mujahideen never forget.